Kwa majina naitwa Rachel Eric, ni mwanafunzi wa chuo cha KUHAS Bugando, nasoma Doctor of Medicine degree, ni mwaka wa kwanza. Naendelea na story. Sisi tuko tuna changamoto kama unavyotuona hapa, tuko wanafunzi wa Bugando, tuko jumla wanafunzi 63. Tulikuwa tumesajiliwa kwa mwaka wa masomo 2025-2026, mwaka wa kwanza katika chuo cha Mwanza University. Tulianza masomo tarehe 21 mwezi wa 11 2025, lakini kufikia tarehe 4 mwezi wa 12 2025 TCU ilikuja kufuta ruhusa ya chuo cha Mwanza kudahili au kuwa na wanafunzi wa mwaka wa kwanza. Hivyo ilitulazimu wote wanafunzi 300 tuliokuwa tumedailiwa, kwa maana chuo kilikuwa kinatakiwa kidahili wanafunzi 60, kikadahili wanafunzi 300 nje ya uwezo au nje ya utaratibu uliokuwa umepangiwa na TCU. Hivyo wanafunzi 300 wale tulitanyika katika vyuo mbalimbali vya afya, na hao 33 ndio tupo hapa Bugando. Lakini tumefuatilia kwa kuandikia barua, jumla tumeandika barua 5 za kutujumuisha wote. Tumefika ofisini mara 4 kwa pamoja. Tumeandika barua za kila mmoja mara 4 kwa kuwapelekea, lakini barua hizo hazijawahi kujibiwa officially kama sisi tulivyofanya kuandikia officially. Tulituma pia email lakini hazijapata kujibiwa. Kwa hiyo tumejaribu kwa namna mbalimbali ku negotiate nao ili tuweze kupata majibu kuhusu ada zetu, lakini mafanikio au juhudi zetu zimeenda, yaani imekuwa ni kazi bure, niseme hivyo, kwa sababu wanaonekana hawatupi majibu yale yanayoonekana au deadline au timeline ya kutupa ada zetu. Yaani hizo ada tulizuiliwa kufanya mitihani na tumezuiliwa kufanya mitihani mpaka hatua ya mwisho ambayo tumeandika barua ya kujicommit kwamba ndani ya wiki 2 hizo sisi tutakuwa tumeshalipa hiyo ada. Kwa hiyo tunaomba sana serikali, TAMISEMI, waziri wa elimu, tunaomba ili swala letu mlizingatie, kwa sababu sisi kama wanafunzi madaktari wa kesho tunapaswa kuwa madarasani, tunapaswa kuwa katika vipindi, lakini tunaacha vipindi, tunaacha mitihani, tunawafuatilia watu. Ada ambazo tulitoa cash, hatukuweka mikopo, lakini ada zetu imekuwa ni usumbufu, hatulipi ada zetu. Kwa majina naitwa Edson Godfrey, ni mwanafunzi wa kozi ya udaktari wa binadamu hapa Bugando, lakini ni mwanafunzi ambaye nilipata uhamisho. Tulihamishwa na TCU kutoka chuo cha Mwanza University. Mimi pamoja na wenzangu tu kwa jumla tuliopo hapa Bugando, KUHAS Bugando, tuko takriban 33, lakini tuna wenzetu pia wako maeneo mengine kwenye vyuo vya afya mbalimbali, wako walioko UDOM, walioko KCMC na vyuo vingine Tanzania hii. Jambo letu sisi hapa mpaka leo tumekutana hapa ni kwamba baada ya kuwa tumehamishwa na TCU, commission inayosimamia taratibu za uendeshaji wa mafunzo vyuo vikuu, baada ya kuhamishwa tulielezwa kwamba ada tulizokwisha kuzilipia kule zitakuwa refunded, kwa sababu hatukuchukua muda sana kukaa kule. Baada ya kuwa tumelipia almost wiki moja tu tulikuwa tumekaa, na tangazo la kusimamisha udahili kwenye kile chuo ilikuwa ni tarehe 2 mwezi wa 11 mwaka 2025. Kama mnavyojua masomo yetu haya yanahitaji muda, ukae usome, unahitaji utulivu, lakini muda mwingi tunaupoteza kwenye kufuatilia hili jambo la ada ambazo tumekwisha kuzilipia chuo cha Mwanza University. Tumejaribu kufuatilia mara nyingi kama mwenzangu alivyoeleza, lakini majibu ambayo tunapatiwa kwanza sio official, lakini yanakatisha tamaa, maana wahusika wanadai kwamba fedha wamezitumia kwa gharama zingine, mara fedha zitarudishwa, lakini tuwape muda, mara fedha hatuwezi kuzirudisha, fungueni kesi. Sasa ukiangalia swala kufungua kesi linachukua muda. Kwa majina naitwa Neema Marijani, ni mwanafunzi wa hapa chuo cha KUHAS MD degree. Kuhusu hilo swala la kuandika barua na kufuatilia kuhusu swala la kwenda mahakamani na kila kitu, katika barua zote ambazo tumeweza kuandika hamna hata barua moja iliyojibiwa kwetu sisi, na tumeshaenda pale kama kikundi kizima tukawaeleza shida zetu, tukakutana na VC na akawa anatuambia kwamba andikeni, tutawapa majibu, tutawapigia, na mimi personally nimekuwa nikiwapigia na kuwauliza mpaka imefika point sasa hawapokei simu zangu kuhusu swala la mahakamani, na tukawaambia kuhusu hilo swala hawakutujibu, na mpaka leo tuko tunawasubiri majibu, hawatuletei, na wako tu kimya, hatuelewi wanataka nini na wanafanya nini katika hilo swala la pesa zetu. Kuhusu ada zetu, na wazazi wetu pia wanaumia kwa sababu wameshatoa hela nyingi. Kama unavyojua sisi wazazi wetu wengi hapa ni wakulima, na hizo hela sio kwamba wamezitoa tu sehemu yote au kwamba hela zipo zilikuwa hazina kazi. Wamejitoa. Tuna wadogo ambao wanaenda shule mbalimbali, wametoa hizo hela ili sisi tuweze kuja chuoni, na kama hivyo hazipo tena. Wazazi wetu wako huko wanalalamika kwa sababu hawana cha kufanya. Jina naitwa Enos Matemele Elias, ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza chuo cha Bugando. Mimi ni mmoja wapo wanafunzi ambao nilihamishwa kutoka chuo cha Mwanza. Sisi tulihamishwa na bodi ya
vyuo vikuu TCU kutoka Mwanza, kwa sababu ya chuo kizidisha udahili wa wanafunzi. Ada zetu na kazi lipwe. Kuna sisi kwenye changamoto ya masomo hatufanyi mtihani kwa sababu ya ada zetu. Tunalazimika mpaka kuandika barua kwa ajili ya kuomba chuo itusaidie, itupe fursa ya kuweza kufanya mtihani ili baadaye tuweze kulipa hizo ada. Kwa licha ya hayo, ndugu waandishi wa habari, ni kwamba kuna baadhi sisi wazazi wetu wengi, sisi hapa tuliomba mikopo, lakini mikopo tulikosa mheshimiwa. Tumekosa mikopo kabisa, kiasi ambacho ukiangalia ada ambayo tumelipa kule Mwanza ni hela kubwa mno mheshimiwa. Yaani tumelipa hela kubwa mno kiasi kwamba mzazi ukimwambia alipe tena hela ambayo iko robo hela ada ya hapa ya Bugando ni kubwa mno, mzazi analazimika anagalimika mno. Kwa tunaomba serikali tusaidie. Hii ni Tanzania Habari.